Bwana Yesu asifiwe. Msikilizaji wa Pendo Radio asubuhi ya leo, nimeshukuru Mungu sana kwa sababu ya uzima ambaye amekupa pamoja nami. Nimeingia kwa ajili ya himizo la asubuhi. Najua ya kwamba kila asubuhi huwa unainuliwa na kubarikiwa kabisa katika maisha yako. Leo tunataka tusome kulingana na siku ya leo kwa sababu tunashukuru sana kwa sababu watoto wetu wanamaliza mtihani wao leo na wa mwisho wanamaliza kesho. Hiyo ni furaha kubwa sana kama sisi wazazi ambao Mungu ametupikania na watoto. Nataka tusome kitabu cha Luka na pia ujue kwamba tunaelekea mwezi wa Krismasi. Mwezi wa Krismasi nilikwambia sio mwezi wa furaha, ni mwezi wa hatari. Nataka tusome Luka 6 mstari wa 40. Mwanafunzi awi mkuu kuliko mwalimu wake, lakini mtu ambaye amehitimu ulinganishwa na mwalimu wake. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa sababu ya wema wako. Wewe ni Mungu mwaminifu ambao Baba umeniwezesha kufika hapa. Umewezesha msikilizaji wa Pendo kuamka mapema akiwa hai, ni kwa sababu ya neema yako. Napo tafsiri himizo la leo na kuhitaji, nahitaji nguvu zako, nahitaji Roho Mtakatifu wako anielekeza, aniongoze. Kila roho ambayo itasikia neno hili ikachengwe na kukuzwa na kufanikisha. Kwa Yesu mkombozi tumeomba na kuamini. Amen. Leo tunaendelea kufundisha kulingana na viwango. Kulingana na viwango vya kila mtu katika maisha yake. Mimi wanakuja alafu nakupatia sababu. Leo ni sababu ya viwango. Biblia inatuambia kwamba ikiwa wewe ni mtoto kwa mtu yoyote, wewe sasa umekifunza kwa mtu kitu fulani, unafaa kumheshimu kwa sababu yeye amekuwa mwalimu wako. Iwe kanisa awe mzazi amekulea, amekuwa mwalimu wako kukufunza lugha yako, akakufunza kuongea, akakufunza kukula, akakufunza kutembea. Na sasa unafika mahali kama wewe ni mtoto, wakati wewe ni kijana umeoa, unasahau mama. Unakaa na bibi yako na watoto wako, mama akisema kitu unasahau. Hata wengine wako ambao hawaingii kwa nyumba ya mama. Ameshaoa na akapata vitina na akapotelea kule. Nataka nikwambia kwamba haiwezekani. Huyo mama ndiye alikulea kwa tumbo, akakulea, akakuhimiza mpaka ukafika vile huko. Kwa hivyo hakuna siku utamkataa hata dakika moja. Maana mabaya ambao unaambiwa na mke wako ya kwamba mama yako amefanya, hayo mabaya angekufanyia, haungekuwa mzima ufike hapo penye umefika. Ungefika hata kuoa, ungekufa mapema. Lakini kwa sababu ya upendo wa mama ilifanya akakulea pamoja na baba na ukafika hapo penye huko. Kwa hivyo nataka tujue kwamba hakuna haja ya mtu yoyote kudharau mama ama baba ama mwalimu wake. Kwa sababu bila mwalimu wewe hata hukukuwa umejua kuandika, hukukuwa umejua kusoma, vitu vingi sana ambao walimu wanafanya. Kwanza wacha nipatie walimu pongezi kwa ajili ya kulea watoto wetu. Asubuhi ya leo najua kwamba kila mmoja ambaye ameamka unasikia. Neno linasema kwamba ukiwa mtu mzima sasa, ama ukiwa umemaliza masomo, pengine mimi ni mwalimu wako college, shuleni, sasa umefika kiwango ambao umetoshana na mimi. Utatoshana na mimi kwa ajili ya jina kuitwa kama vile mimi naitwa Bishop Catherine. Wewe unaweza kuwa unaitwa Bishop, unaweza kuwa unaitwa mwalimu, unaweza kuwa unaitwa mchungaji. Nataka nikwambie hilo jina Bishop, kuna mtu alikulea ndio ukafika kuitwa Bishop. Kama wewe ni mwanafunzi, kuna mtu alikulea ukafika kuwa daktari, kuwa mwalimu, kuwa mtangazaji. Kwa hivyo hao watu tunaambiwa na maandiko ya kwamba ni watu ambao wamestahili heshima yao, maana ndio walifikia sisi wewe na mimi penye tuko ndio tukahitimu. Unaona, maandiko inatufundisha vizuri kabisa. Kwa sababu wewe sasa, hata kama utalingana na mwalimu wako, angalia miaka ya mwalimu wako na uangalie yako. Wewe sasa ni mtoto kwake. Hata kama bado mwalimu wako ni kijana, miaka amtoshani. Lazima tu utamuenzi, lazima tu utamuheshimu, lazima utamuuliza akusaidie na akuelekeze. Hivyo pia kwa makanisa.
wewe kama ni pastor hauwezi kujisimamia peke yako. Unasema uko chini ya mtu, lakini yule mtu ambao uko chini yake umemdharau. Pengine hata mnashikana wawili watatu, mnapika vita ama mnapishana ama kumsengenya. Hiyo ni kujiangusha. Hiyo ni kupoteza mwelekeo wako mzuri. Lazima Biblia inasema hautalingana na mkuu wako. Mkuu wako atakuwa juu na we utakuwa chini. Uwe umesoma kumuliko, we utakuwa chini na yeye atakuwa juu, ili kasi yenu ama mwelekeo wenu ama kile mnafanya kiweze kunyoroka. Uwezi nyoroka kama kila mtu wako na kila mtu ni wakili. Hata nyumba ambayo mama ni mwerevu, baba ni mwerevu, hiyo nyumba imesimama. Hakuna kitu ambacho kinaendelea kwa hiyo nyumba, kwa sababu kila mtu ni mkubwa. Wakati wanasema wafanye kitu, msame kasirika ametoka ama mama ameanza kukombana, pasi. Sasa hiyo nyumba kila mtu ni mkubwa, imekaa pale. Ndio sababu wamesema ya kwamba mwanafunzi hakuna siku atalingana na mwalimu wake, lazima ahitimu. Kuhitimu katika huduma lazima upitie viwango. Utapitia viwango vingi sana. Utapitia viwango vingi sana kitambo uitwe pastor ama uitwe bishop. Kama mimi ni bishop ambaye nimefanya kazi ya kulinda kanisa miaka 35, najua lazima upitie viwango. Viwango viko ambavyo vinafaa upitie, na hiyo viwango vinataka upitie kama kuna mtu mbele yako ambaye atakuelekeza, na awe mtu ambaye amenyoka. Awe mtu ambao amenyoka, anajua kile anakufunza. Kwa hivyo sasa kila mwanafunzi kuanzia leo utatii mwalimu wako. Nimesema mwanafunzi kuanzia kule nyumbani. Hata wewe pengine ni msichana umeoleka kwa boma ya mtu. Ulioleka kama ujui kuboma na masamadi, mama akakufunza, mama mkwe. Ulioleka kama ujui kupika vitu fulani fulani. Unajua hata kuna chakula ambao wasichana paka saa hii hawajui kupika, lakini ulienda kijana akasema yeye anapenda kukula shitiani. Ukaona ujui, mama akakaa pale akakuonyesha, ukajua. Ni vizuri sana kuwa na heshima kwake, kujua huyu mama ni mwalimu wangu kwa ajili ya ndoa, alinisaidia mahali. Sasa ile kitu ambayo kimefanya atusongi, ile kitu ambayo inafanya watu wengi hawasongi ama wamepoteza mwelekeo ama wamepoteza upendo, ni kitu kimoja: kukosa kujua ni nani alikutoa pale akakuweka mahali penye huko. Ukijua utaheshimu sana na mambo itakuwa sawasawa na maisha yako itapatilika. Hata pengine wewe ni mzee, mama alikufunza kitu fulani, ama wewe ni mama, mzee alikwambia hapa wanafanya hivi, lazima ukifika kwa hiyo nafasi utamheshimu. Kwa sababu gani umheshimu? Kwa sababu yeye ndiye alikuelekeza mahali pale, ndio ukachua ile kitu. Sasa wanafunzi ambao tunaitwa, hawasemi wanafunzi wale wanaenda kwa shule peke yake. Kila mtu ni mwanafunzi kwa mwenzake. Mimi najua hivyo. Maana wewe na mimi hatuwezi kujua yote. Mimi najua hii na wewe unajua ile, mwingine anajua ile. Na tukikuja pamoja, mimi nitakufunza yangu, wewe unifunze yako, huyu afunze mwingine, na unaona tunakuwa kikosi chetu kitakuwa kikosi cha nguvu sana. Hakuna mtu atalemewa, kwa sababu kila mtu atakuwa mwalimu wa mwenzake, na kila mtu atakubali kunyenyekea na kuwa chini ya mwenzake ili aendelee kusoma mengi. Unajua ukiwa kiherehere kuna vitu mingi itakupotea, kuna vitu mingi itakupita, kuna vitu mingi utapoteza, kwa sababu wakati unakifanya kiherehere utaona kwamba yule ambaye angekusaidia anasema hapana, anakifanya anakikausha tu, na wewe sasa unapaki pale na unajua inafaa usonge pale. Kwa hivyo ni vizuri sana mtu yoyote ambao ako na mtu mbele yake anamsaidia kuanzia leo aweze kunyenyekea na kutii. Tunaona kwamba ile andiko linaposema hivyo limebeba mambo mengi sana. Kwa sababu unaona mtu kwa familia. Kuna mtu hapo kitambo nikiwa mtoto nilikuwa naona kwa familia kulikuanga na chair. Wanachukua mtu mmoja wa kusimamia hiyo familia, na watu wote walikuwa wanamtii. Yenye anasema anaita watu wote kwa boma, anawaambia hapa tutaenda hivi, mfanye hivi. Kama jambo limetokea anaita watu, anawaambia hapa tutaenda hivi, na watu wanatii, wananyenyekea. Tena akikufa tena wanaweka mwingine. Mimi kwa boma yetu pato ni hivyo, wanaweka mwingine tena wa kuendelea.
anaendelesha wengine. Sasa boma kama hiyo haikufi, inaendelea tu kwa sababu ilipewa msingi mzuri ya kujua ya kwamba wote amwezi kuwa viongozi. Lazima mmoja aongoze wengine, na si hata hao wengine ambao wanaongozwa wana akili. Wewe unaweza kuwa hata hukusoma mpaka university, lakini kama wewe Mungu amekupea nafasi ya kuongoza watu mpaka wa university, utaongoza kwa sababu hiyo na hekima inatoka kwa Mungu. Hiyo inaitwa kibali, na kibali kikuja kwa mtu, Mungu akiweka kwa mtu aangalii. Ndio sababu alimtuma Yesu Kristo, akasema ya kwamba yeye akuja akuve msalabani kwa ajili ya dhambi zetu kila mmoja, ili kila mtu ambaye ataamini aweze kuokoka na kukombolewa. Hivyo ndio vile familia zinafaa kukaa. Ninataka nafundisha familia pamoja na walimu na wanafunzi. Asubuhi ya leo, familia ikikaa na heshima na kunyenyekea na kutii, itakuwa familia kubwa, itakuwa familia ina nguvu na iko na mwelekeo. Lakini ile nyumba ambao watu kila mtu ni mwerevu, watu hawaelewani, kila mtu anataka hivi, hiyo nyumba imekwama na hakuna siku itasonga. Maana maono ya mzee anaweza kuwa anasema anataka kununua kaploti, mama anapinga, anasema hapana, tufanye hii, tununue gari. Mwingine naye anasema tuuze shamba, tununue gari. Niuze shamba, ninunue pikipiki. Mama anasema tusiuze shamba, tununue pikipiki, tufanye biashara. Yaani unaona, nyumba yenye watu hawaelewani, mpendwa, kuna shida kubwa, na hiyo boma ina shida ya ajabu. Hiyo boma iko na shida ya ajabu. Ndio sababu nakwambia lazima kupitia katika ile andiko kwa kitabu cha Luka, tuwe watu ambao tutatii, tunyenyekee mpaka tuhitimu. Kuhitimu ni kufuata sheria. Kuna sheria pia katika Ukristo. Unakuta mtu hata akifanya harusi anaenda kwa madhabahu, anakifanya ni pasta. Hapana, fuata utaratibu. Fuata tu utaratibu na utakuwa mtu mzuri kabisa. Hata kama mtu atakuona makosa, lakini utakuwa kwa ukweli. Unajua watu ambao wanafaulu kwa hii dunia ni watu ambao wako na ukweli, watu ambao ni waaminifu. Hao watu wanaenda mbali, hakuna vile utawasuia. Ile uaminifu wao na unyenyekevu wao ndio inawafanya kusonga. Hata mimi naomba sana hiyo kipawa cha kunyenyekea ni kizuri sana. Kitakufanya ujifunze mambo mengi na watu watajua wewe ni nani. Mungu ndiye anakujua. Kwa sababu juzi nilikwambia kwa kitabu cha Warumi, kinasema hata kama watu wakutambui, unataka sifa ya nini? Wacha sifa yako ikuwe kwa Mungu, kwa sababu sifa ya dunia ni bure tu. Lakini Mungu kama anakutambua, nyenyekea, endelea kutii, endelea kufanya vizuri. Sasa hivi tunasema kwamba wanafunzi kesho tunamaliza. Sasa kuna watoto wengine wasichana sasa wameyapuku mahali pa kuenda kuoleka. Haujamaliza bado. Unajua kuna wengine hata kesho wazazi watamuona anasema amemaliza. Umemaliza wapi? Wewe hujamaliza chochote, ndio unataka kuanza. Utajikuta naombeanga wengi wanaleta watoto wangu. Hata mwingine alipotea, mwingine saa hii tulifanya mtihani ukiwa kwa maternity, wengine unaona hiyo maneno. Ukimaliza tulia mpaka wakati utahitimu. Tulia tu, vumilia. Uende umalize college, kama ni university umalize, na utakuwa sasa umehitimu na unaoleka kama uko na kitu ambao pia wewe kinaweza kusaidia. Hiyo kitu ambao utakuwa na certificate, hiyo inaweza kusaidia wewe upate mahali kitu ambao utasaidia nayo mume wako ama familia yako. Usikimilie kwenda kuoleka. Kuoleka kuko Mungu ndiye aliweka, na pato watu wazuri wako. Tulia nyumbani. Ukifanya tu mtihani, kesho unarudi nyumbani, ndio siku ya mwisho. Tulia nyumbani. Na nyinyi vijana, saa hii wewe ni kijana, umemaliza form 4. Unamaliza leo na kesho ndio mwisho. Alafu unaoa kesho kutwa. Una nini? Hauna chochote ambacho kinakuruhusu kuoa. Paka lazima utulie, ufanye, umalize college yako, upate kibarua, uoe. Ukioa hivyo utakuwa na msimamo mzuri kabisa, kwa sababu utajua vile unaweza kujiendelesha we mwenyewe. Unajua vile unaweza kujisimamia kama wewe mwenyewe. Mungu anasema nitajeza kama mimi. Yani pati yako ya boma yako haitakuwa na upungufu.
Lakini sai wewe unataka umalize uoe. Na wakati unaoa kesho, najua ya kwamba utakuwa na mtoto. Huyo mtoto atakula aje, atakuwa na maisha gani? Maisha magumu sana. Utakuwa unaona hata mtoto wako akikonjeka, una hata ndururu ya kumpeleka hospitali, unapata uchungu, unaanza kuhusunika. Hapo ukianza kuhusunika, shetani ameshaleta mawazo mabaya. Kama ndugu yako alivumilia kapata kazi, we ndio yule kwa ndugu yako. Asipokupea unamchukia, unasema anaringa. Haringi, yeye alitulia akafata maagizo na paka akafika mahali penye anatakikana. Ndio sababu maandiko imetuambia ya kwamba lazima tungoje tuhitimu. Kuhitimu hata kwa ndoa kuko. Usikimbilie tu ati sasa mimi nilioleka. Kuna mambo ambayo lazima upate kwa wamama. Mimi huwa najipea max. Vile nilioleka sikutembea na wasichana. Nilitembea na wamama wazee na wakanilea na kunipa mwelekeo. Sasa wewe ukitembea na wasichana wenzako ndio unaona saa hii tunaelekea Disemba. Mnataka kuaga watoto, mama mkwe ndiye atateseka na mama yako na watoto, we umeenda. Tulia, omba Mungu akusaidie. Sasa ndio nakwambia utachukia ndugu yako amekataa kusaidia, lakini wewe uliharikisha maisha. Maisha usiharikishe. Maisha enda tu naye taratibu. Paka utaona maisha ni mazuri kabisa. Ukiharikisha maisha ni magumu, ni mabaya, ni machungu, utaanza kujiona kama haufai. Na ukioa mapema unafanya form 4 unaoa na Mungu akuchalie huko mbele, utashangaa. Mimi ni wengi wenye huwa naambia hapana, tulia. Anasema ai, huyu mwanamke nilioa mwenye si kiwango yangu. Mimi sasa nimefika university na amesoma mtu ameoa wa class 8 alikuwa na haraka, ama ameoa form 4 alikuwa na haraka. Unaona umeanza kuregret, umeanza kuona kwamba si hivyo. Hii kukua hivyo matarajio yako, lakini nani alikuwa na haraka? Ni wewe. Kwa hivyo inafaa kila mwanafunzi wakati unarudi nyumbani, tulia nyumbani, tii wazazi wako, enda kanisani, pata ushauri ya wahubiri, nawe utasimama, utamaliza, utaenda vizuri katika nyumba yako. Asubuhi ya leo nafundisha kuhusu kuhitimu. Nataka ujue kwamba kuhitimu ni kitu gani. Kuhitimu ni yale maneno yote nimekutajia. Unaonaje kama mtu, kama ndizi tu leo ndio inatoa na unaenda kukata, uwezi kula, hata haina ndizi ndani. Na wewe unaonaje mtu ananunua soda, anafungua, anakunywa kidogo, alafu anafunga, baada ya wiki moja anaenda kukunywa, itakuwa sumu. Wewe msichana, wakati unajifanya utaki kujitunza na kutulia, utakuwa sumu. Utakuwa sumu kwa vijana, kwa sababu utakuwa sasa umeharibika na mambo mengi zaidi ambayo tuwezi kutaja hapa. Tutataja kwa kipindi cha mafundisho ya ndoa. Inafaa wasichana, vijana tukae nyumbani. Tulikuwa wazazi walikuwa wanateseka, wanatulipia, na sisi tuende tukae tuwasaidie nyumbani, tukingoja kuona mambo ambayo itafata ni mambo gani ambayo Mungu ametuandalia. Sasa tunarudi hapa kwa walimu. Hata kama wewe ni mwalimu, haujahitimu kama principal, haujahitimu kama mkubwa wako wa shule, lazima utaendelea polepole kujifunza kwake. Ndio sasa utafika kiwango chake. Ndio kwa sababu Mungu alileta viwango, anataka kila mtu ajifunze kwa mwenzake. Kwa hivyo nataka nikuambie na wachia hapo. Mungu akubariki sana. Na wakati anakubariki, kama umesikia 2-3, na weka wimbo, hiyo wimbo tu ya neema. Alafu baadaye nitaomba na wewe. Kwa hivyo anza kutafakari moyo wako. Mama, mzee, mwalimu, kijana na kila mtu, tunataka tuombe baada ya wimbo. Baba, neema itawale. Neema yake Yesu, neema itawale. Ukihubiri injili yako Baba, neema itawale. Neema yake Yesu, neema itawale. Tangaza habari njema
yake Yesu neema itawale. Neema yake Yesu neema itawale. Walevi wakiokoka Baba neema itawale. Neema yake Yesu neema itawale. Ishara ikitendeka Baba neema itawale. Neema yake Yesu neema itawale. Ukihubiri kanisani Baba neema itawale. Neema yake Yesu neema itawale. Ukishusha roho wako Baba neema itawale. Neema yake Yesu neema itawale. Ukibariki watu wako Yesu neema itawale. Neema yake Yesu neema itawale. Ukibariki nchi ya Kenya Yesu neema itawale. Neema yake Yesu neema itawale. Ukiinua kanisa lako Baba neema itawale. Neema yake Yesu neema itawale. Ukiokoa vijana wetu roho atawale. Neema yake Yesu neema itawale. Ukibariki wanyonge Yesu neema itawale. Neema yake Yesu neema itawale. Ukibariki hata wajane Baba neema itawale. Neema yake Yesu neema itawale. Ukilinda mayatima neema itawale. Neema yake Yesu neema itawale. Ukibariki watoto wangu Yesu neema itawale. Neema yake Yesu neema itawale. Ukilinda boma langu neema itawale. Neema yake Yesu neema itawale. Ukinipa kibali Baba neema itawale. Neema yake Yesu neema itawale. Ukiongoza nchi ya Kenya wewe neema itawale. Neema yake Yesu neema itawale. Ukiinua wachungaji Baba neema itawale. Neema yake Yesu neema itawale. Ibariki maisha yangu neema itawale. Neema yake Yesu neema itawale. Ukinijaza roho wako Baba neema itawale. Neema yake Yesu neema itawale. Ni kwa sababu ya neema yako. Asante kwa sababu ya neno lako ambaye ni himizo la asubuhi. Nimeweza kuhimiza kila mmoja ambaye amesikia, wapendwa ambao wamesikia watapatilika na kuchukua mwenendo mpya. Ninashukuru neema yako ambayo imetawala katika hii studio. Mungu wa amani, ni shukrani kubwa tunakupa kwa sababu ya hii studio. Naomba kila mwana youth ambaye amemaliza kufanya mtihani Jehova, na wafunika na damu ya Yesu Kristo. Wakati wazazi watulie nyumbani mpaka wakati watahitimu, pia wakuwe kiwango ambacho kitafurahisha na kupendeza. Nitasema na asante. Asante kwa sababu Mungu wa majeshi, ninaomba kwa sababu ya tunaelekea mwezi wa Krismasi ambaye Yesu Kristo ulisaliwa. Yesu mwana wa Mungu, leta amani na utulivu katika ndoa, kwa sababu pepo linapoona Krismasi linainuka kwa ndoa, kuleta mafarakano, kutenganisha watu, wanakosa upendo na mwelekeo. Ninakataa hizo nguvu za giza katika jina la Yesu Kristo. Ninaombea vijana ambao walikuwa wameamua wakimaliza mtihani leo na kesho wanaenda kuoleka na kuoa. Mungu wa majeshi, wapatie utulivu kwa sababu wewe ni Mungu, mpaka wakati watahitimu kumaliza college, na ndio wakati watapata ndoa. Na nitasema na asante. Asante Baba hata kwa ajili ya walimu ambao Baba wamejitolea wakavumilia mpaka watoto wamemaliza mtihani. Sifa ni zako na utukufu ni wako. Naombea walimu usiti kuwapatia afya njema, uwalinde na uwaongoze katika kazi yao. Wanapokaa nyumbani kwa ajili ya mwaka mpya kuanza kazi, Mungu wa majeshi utawarehemu
sehemu utawabariki, maana unaweza. Ninakushukuru kwa sababu utatenda. Ninashukuru Mungu wa majeshi kwa ajili ya nchi yetu ya Kenya. Baba, sisi kubariki nchi yetu na viongozi wote, ukawapatia amani. Ninakushukuru kwa ajili ya Faith Believers Church. Leo wanaenda mikutano ya nyumba kwa nyumba, kila nyumba ambao wanaenda kuingia kwa ajili ya ushirika. Ninawafunika na damu ya Yesu Kristo. Ninawaombea Jehova, nyosha mkono wako mtakatifu kwa hizo branches zote, wahubiri wote wa faith na washirika wakapate nguvu ya kueneza neno lako. Na kataa nguvu za shetani, nguvu za mapepo ambazo zinaweza kufunga neno la Mungu, katika jina la Yesu Kristo shetani apate kushindwa. Asante kwa sababu ya wema wako. Naombea Pendo TV. Mungu wa majeshi, bariki Pendo, inua Pendo TV kabisa. Watu ambao wanatazama wabarikiwe, wafunguliwe, wapone magonjwa, wafunguliwe katika minyororo ya shetani, wakakuwe huru kuanzia leo. Wale wanahitaji kazi, wale wana amani kwa ndoa, wale wanahitaji watoto, wale wengine walipika simu wanataka kufanyiwa operation, wale wako na ukimwi na kanza na magonjwa ya kila aina. Ninatuma moto wa Roho Mtakatifu, ninatuma nguvu zako Jehova Mungu wa majeshi, watembelee, uwaponye, uwabariki, uwainue, maana unaweza. Asante Mungu wa majeshi, maana wewe utatenda na utabariki kila mmoja ambaye tumetaja. Watangazaji wa Pendo tunawaombea Baba, wakuse kila mmoja, uwainue, uwatendee mema. Wale wako na mashida nyumbani na magonjwa, uwapone, wapatie kibali, ili wakiongea na watu mahali hapa waongee kwa ujasiri. Watu wako ambao watasikia Pendo wakaweze kuchengwa kupitia katika hii stesheni. Naombea redio ya Pendo. Mungu wa majeshi, uibariki, fungua baraka, fungua mapato, fungua hekima, fungua wahubiri wazuri, fungua Baba baraka mahali hapa. Onekana kwa sababu wewe ni Mungu. Asante kwa ushindi wako, maana utainua hii stesheni, utaibariki. Kuna vitu vingi tunahitaji mahali hapa Baba, utafungua njia, maana unaweza. Asante kwa ukuu wako na wema wako. Jina lako litukuzwe na liinuliwe, maana unaweza na unatenda. Tunaombea hata Kalko mahali wako Baba, wakuse, wainue, wafungue kabisa, maana wewe ni Mungu. Asante Mungu wa majeshi, hata kwa ajili ya majirani wote wa mahali hapa. Ninakushukuru kwa ajili ya maisha yao. Asante kwa sababu ya kutulinda mpaka kufika saa hii. Ninakushukuru Mungu wa amani. Ninajua wewe ni Mungu. Asante kwa ushindi wako. Wote ambao tulifanyia counseling, watie upendo na roho katika mioyo yao. Wote ambao wametuma ujumbe, tunaomba neema yako ya Mungu wa majeshi, washukie, watendee. Asante Mungu wa majeshi. Mwingine Baba anaitwa Mori Nishtemi, alipika hapa simu kwa ajili ya operation. Ametoka kwa operation, ameanza kufanya kazi yake kwa sababu ya hii maombi. Bariki hii stesheni, na hii maombi ikakuwa ya kubariki na kuinua watu wako. Asante kwa sababu utamuinua pia yeye na familia yake, na wengine wote ambao tutaweza kutaja. Tunaomba neema yako ikawabariki na kuwatendea mema. Asante kwa sababu ya wema wako, na ni kwa Yesu mkombozi nimeomba na kuamini. Amen, amen. Mungu akubariki sana na kutendee mema. Pendo TV ofisi zetu siko hapo Shianda Market, Cruspela Complex. Ukikuja hapo utasaitika. Ukiwa na neno lolote tupigie simu ama ukuje pale na utasaitika. Ukiwa na neno lolote tupigie simu, ama kama unaweza tufikia kwa hiyo ofisi, tunafungua kuanzia saa 2 hadi saa 11. Utapata usaidizi kwa njia mzuri sana. Pendo Radio ni stesheni ya Kikristo, haichanganyi, ni ya Kikristo. Na ukikuja hapa, kama we ni Mkristo ama unapenda neno la Mungu, tutashauriana. Hata Waislamu mkikuja, tutashauriana kwa ajili ya kuendelesha mwili wa Kristo ili uweze kukamilika. Na Yesu alikuja kwa watu wote. Kwa hivyo karibu sana. Mungu awabariki.